Mambo gani haya? Mtu ana sifa yote ile, inawezekana vipi anaweka kwenye orodha? Kijana, utaratibu unaotaka kuchukua sio sahihi. Ipo nafasi ya kuweka pingamizi dhidi ya mtu unayehisi yupo kwenye orodha lakini hana sifa. Unachotakiwa kufanya, kwenda katika ofisi za uchaguzi za wilaya unayoishi, utapewa control number, utakwenda kulipia shilingi 50,000 ikiwa kama dhamana yako, na ukirejea utakwenda kujaza fomu ya PO namba 6. Na ofisi ya uchaguzi itakupangia siku nyingine ya kuja kusikiliza pingamizi yako. Utakachotakiwa kufanya wewe ni kuja na vielelezo vyako ili kuweka uthibitisho kuwa uliyempinga hana sifa. Je, vipi kuhusu dhamana yake aliyotoa kwa ajili ya pingamizi? Atarudishiwa? Ikiwa pingamizi yako imekubalika, afisa uandikishaji atamfuta mpingwaji kwenye daftari na dhamana yako shilingi 50,000 utarejeshewa. Na ikiwa haikukubaliwa, afisa uandikishaji dhamana yako ataipeleka serikalini. Mlalamikaji hakuridhika kutokana na maamuzi ya afisa uandikishaji, basi mlalamikaji anaweza kukata rufaa kwa tume, na tume ndio itakuwa muamuzi wa mwisho wa shauri hilo. Aha, vipi ambaye jina lake Halimu au limekosewa? Naye afanye vipi? Ondoa shaka kabisa. Anaweza kupewa fomu kituoni siku ya display, au anaweza kwenda ofisi za wilaya akapewa fomu na kuhudumiwa. Malalamiko hayo yanatakiwa yawasilishwe ndani ya siku 7 kuanzia siku iliyowekwa wazi orodha. Kura haki yako, amani wajibu wako. Ewe mwananchi, Tume ya Uchaguzi Zanzibar inawajulisha itaweka wazi orodha ya wapiga kura wapya walioandikishwa awamu ya pili kuanzia tarehe 24 hadi 30 mwezi huu wa 5 mwaka huu. Tangazo hili limeletwa kwenu na Tume ya Uchaguzi Zanzibar, ZEC.